kali sana. Napata watu wote, watoto hadi vijana, si wa vijijini wala si wa mjini, haubagui kabila, tajiri au maskini. Saratani ya matiti na mlango wa kizazi, kina baba tesi dume bila kusahau matesi. Saratani sehemu koo, kichwani na ngozi, ni baadhi ya saratani zongoza hapa nchini. Uvutaji wa sigara na ulevi wa pombe, kutofanya mazoezi, usitula pitiliza, kutokula matunda, mboga za majani. Ndoa mtulie, acheni kuchepuka. Historia ya ukoo, mapenzi wakiwa mdogo, bila kuweka hatarini. Nasema saratani, ila ukiwahi mama we, jamani saratani, ila ukiwahi mama we. Serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan imefanya mapinduzi makubwa katika tiba ya saratani nchini kwa kuleta mtambo huu ambao mnauona mbele yenu, inaitwa PET CT scan, ambao haikuwepo hapa. Wagonjwa walikuwa wanaenda nje ya nchi kufuata huduma hii. Sasa ipo hapa katika taasisi ya saratani Ocean Road. Kwa Tanzania ni sehemu pekee ambayo utapata huduma hii ya PET CT scan, ambayo yenyewe hasa inaweza kuona saratani hata ikiwa ndogo, chini ya sentimita 1, unaweza ukaona ugonjwa ulipo, na vile vile kama ugonjwa umeenda maeneo mengine ya mwili, inaweza hii mashine ikaona, na hii inasaidia kwamba mgonjwa aweze kupata tiba sahihi ya saratani, kwa sababu unapojua saratani iko wapi, saratani ina tabia gani na imeenda maeneo gani, inamfanya mtoa huduma aweze kuchagua dawa sahihi kutokana na tatizo husika. Kwa hiyo hii inaleta mapinduzi katika kutibu saratani, na hivyo itasaidia kwamba wagonjwa waweze kupata kupona kwa kutibiwa kutokana na baada ya kupimwa kwa kutumia PET CT scan. Tunawajulisha kwamba hii huduma ipo, wasihangaike kwenda mbali. Ugonjwa kusafiri nje ya nchi ni adha kubwa. Kwa hiyo huduma ipo nchini, tunawakaribisha waje kupata huduma hii. Asanteni, karibuni sana. Badiliko haja kubwa, pia nayo ndogo, maumivu kwa muda mrefu na kupungua uzito, kupumua kwa shida, uvimbe wote mwilini, ni baadhi ya dalili za ugonjwa wa saratani. Napenda kuwajulisha Watanzania kwamba leo katika taasisi yetu ya saratani Ocean Road tumeweza kufanikiwa kwa 100% ya kutayarisha dawa mionzi kwa kutumia kiwanda chetu kilichokopo hapa Ocean Road. Na tumeweza kuichukua na kuja kuitest kwenye mashine yetu ya PET CT, ambapo tumeifanyia majaribio tukiwa na sample tuliotumia kama ya mgonjwa, na pia tumeweza kuprocess kwenye mashine zetu na kuweza kupata ule uhalisia pale tutakapoweza kuitumia kwa ajili ya kupiga picha na tiba kwa ajili ya wagonjwa. Kamera yetu hii ya PET CT scan ni kamera inayotumika katika uchunguzi wa saratani katika hatua ya awali kabisa, na pia sio katika hatua ya awali tu, basi katika hatua ambayo mgonjwa saratani haijui sehemu ilipo, haijulikani sehemu ilipo, inaitwa unknown origin. Kwa hiyo mgonjwa akiweza kupata hichi kipimo, basi tunaweza kutambua ugonjwa ulipo ili tuweze kufanyia uchunguzi zaidi na kupata sampuli na kuweza kujua ni saratani ya aina gani. Katika kujaribisha na katika kufanikiwa kwa 100%, pia nataka kuwaonyesha kwamba jinsi tulivyozipata hizo picha. Ukiangalia hii ya kwanza ni picha ambayo tunaipata kama raw data. Ukienda picha ya pili, hii ni component ile ya pili ambayo ni CT. Alafu ukienda picha ya tatu, hii ni ile picha ambayo sasa ni ya PET, ambapo picha hizi tunajumlisha pamoja ili kupata fusion ya PET na CT ili tuweze kuzisoma na kuweza kutatua kujua ugonjwa ambayo nao mgonjwa na kuweza kumpatia daktari kwa matibabu zaidi ya saratani. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha Watanzania wote katika kituo chetu cha taasisi cha saratani Ocean Road ili kuweza kupata huduma hii ya PET, na pia napenda kuwakaribisha wageni kutoka nje ya nchi
hasa katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati kuja kupata huduma hii hapa Ocean Road. Huduma hii itapatikana kwa bei nafuu kabisa, na tunashukuru kwamba imeweza kufanikiwa katika 100%. Asanteni na karibuni sana. Badiliko haja kubwa pia nayo ndogo, maumivu muda mrefu na kupungua uzito, kupumua kwa shida, uvimbe wote mwilini ni baadhi ya dalili za ugonjwa wa saratani. Uchunguzi wa mapema section yetu inahusika na swala la utunzaji wa kumbukumbu, usajili wa wagonjwa wapya na wa marudio, na pia tunahusika na swala la uandaji wa takwimu mbalimbali za magonjwa mbalimbali. Sisi hapa namna tunavyofanya kazi kwa wagonjwa wapya wanaofika hapa na wa marudio, tunatumia mfumo ambao unaitwa Inaya. Zamani tulikuwa tunatumia utaratibu wa mafaili ambao ni manual, lakini kwa sasa tulishatoka huko, tupo kidijitali zaidi. Tunatumia system zaidi. Akifika hapa mgonjwa anasajiliwa, anaingizwa kwenye mfumo na anaelekezwa sehemu yake husika, na tuna mtu ambaye anasindikiza mteja huyo kama aelewi vizuri. Kwa hapa sisi sasa hivi tunashughulika pia na verification ya wagonjwa ambao wale wanatumia bima za afya. Kwa wao wateja wanakuja wanatumia bima za afya, pia tunawahudumia kwa utaratibu ambao umekuwa affiliated na system zao ambazo za uhitaji wa hiyo bima yao inavyohitajika. Lakini kwa wingi zaidi hapa sisi tunatumia wagonjwa ambao wa NHIF. Mgonjwa wa NHIF akija wanahudumiwa bila tatizo. Kwa wale wanatumia bima ambazo ni za zile za VIP, kuna mfano NHIF wanatumia bima za kipaumbele zile. Sisi wao kwetu wakija pia tunajali kwamba uhitaji wa maelekezo ya hiyo bima kwamba hawa wanatakiwa wapewe kipaumbele na tunawatreat kama as a VIP. Huo ndio utaratibu tunaotumia hapa kwetu. Miongoni mwa bima ambazo tunazipokea hapa ni NHIF, Jubilee, Strategies, Assembles, Britam na zile bima ambazo zinatumika kwa wale watumishi ambao wanapitia JWTZ, SMZ na JKT. Kwa hiyo ukiangalia kiujumla jinsi tulivyojipanga, huduma zetu ziko vizuri na zinaenda kwa wakati, na mteja akija hapa kwetu apotezi muda. Karibuni sana. Badiliko haja kubwa pia nayo ndogo, maumivu muda mrefu na kupungua uzito, kupumua kwa shida, uvimbe wote mwilini ni baadhi ya dalili za ugonjwa wa saratani. Uchunguzi wa mapema wa saratani upo. Tunashukuru sana, tumefanya hii procedure kwa mara ya kwanza hapa katika taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road kwa mgonjwa ambaye alikuwa mgonjwa na saratani ya titi, lakini imesambaa, amepata kitaalamu inaitwa pleural effusion, maji kwenye mapafu, lakini pia maji mengine yalikuwa yako kwenye mfuko wa moyo ambayo inaitwa pericardium. Kwa hiyo procedure tuliyofanya hapa kitaalamu inaitwa pericardiocentesis, ambayo hiyo ni kutoa maji kwa kutumia mawimbi sauti au ultrasound. Tumeweza kutoa maji mililita 230 kutoka kwenye moyo wake, yani kwenye pericardium yake. Tumeweza kumhudumia mgonjwa wetu pasi na kovu wala upasuaji wa aina yote ambao tumeufanya. Tumefanya hii procedure inaitwa minimally invasive procedure, ambako tunatumia sindano ndogo tu na sindano ya ganzi na kutumia ultrasound kwa ajili ya kuona wapi tunaenda ili tusiweze kusababisha madhara. Kwa hiyo mgonjwa wetu kama ingekuwa sio mgonjwa ambaye amelazwa, basi anaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ni mgonjwa ambaye anakuwa hana kovu lolote la upasuaji. Kwa hivyo tunawakaribisha sana katika taasisi yetu. Kama kuna mgonjwa yote amepata changamoto hii, tutafurahi kusaidia, na hata kama ni mgonjwa ambaye sio wa saratani amepata hili tatizo, pia tunaweza tukasaidia. Asanteni sana.
Leo tunatumia fursa hii kushukuru uongozi wa taasisi ya Ocean Road kwa kutuwezesha wataalamu kuweza kutoa huduma hii ya upasuaji pamoja na huduma hii ya tiba radiolojia. Wagonjwa hawa waliokuwa wana changamoto ya saratani pamoja na kupewa huduma ya upasuaji kutoka vituo vingine, wanapokuja kwenye taasisi yetu wakiwa wanaendelea na tiba mionzi na chemotherapy, tiba kemia kuhusiana na saratani, katikati ambapo muda unaendelea kwenye kutoa matibabu haya, walikuwa wanaweza kupata complication, madhara ya saratani. Madhara mojawapo ilikuwa ni kujaa maji kwenye mapafu, kwenye moyo na ugonjwa kusambaa sehemu zingine kama kwenye ini na kwenye ubongo. Lakini kwa sasa, kwa mara ya kwanza kuanzia taasisi hii imeanzishwa, huduma hizi za kupambana au kukabiliana na haya madhara tokanayo na saratani inaweza kutolewa hapa katika taasisi hii ya Ocean Road. Kwa leo tunashukuru sana, tumeweza kufanikiwa kutoa maji kwenye moyo kwa kiwango cha milimita za ujazo 230 hapa katika taasisi hii ya saratani, na kumwepushia mgonjwa huyu kuweza kupata rufaa kwenda katika vituo vingine vinavyoweza kutoa huduma hii ya kutoa maji kwenye moyo. Kwa namna hiyo, tunapenda kutoa taarifa kwa umma kwamba kwa sasa taasisi ya Ocean Road inaweza kutoa huduma hizi za kitabibu pamoja na za kiupasuaji hapa katika taasisi ya Ocean Road. Asante. Kupunguza saratani mapema, kibainika pia utatibika mapema. Ndugu zangu wa Tanzania, inabidi tuwe na tabia kuchunguza saratani ikiwa bado mapema. Mtu kibainika, tiba itafanyika, utatibiwa mapema kabla hujaathirika, maana kila dakika wagonjwa na tutoka saratani. Niko hapa kuzungumzia uhusiano kati ya lishe na magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo saratani. Kama tunavyojua, saratani ni moja kati ya magonjwa yasiyoambukiza, na kwa takwimu za hivi karibuni zinaonyesha magonjwa haya yameshika kasi sana. Na moja kati ya visababishi ya magonjwa yasiyoambukiza ni kuto kuzingatia mfumo bora wa maisha, ikiwemo lishe bora na kuto kufanya mazoezi. Sasa mtu yeyote anapopata shida yoyote ya saratani, kabla, wakati na baada ya matibabu, kuna mabadiliko mbalimbali ya kimwili na kiafya yanaweza kutokea, na hivyo kupelekea matatizo kama kukosa hamu ya kula, kichefuchefu, kutapika, upungufu wa damu, kukosa choo na kadhalika. Matatizo haya yote yanaweza kumsababishia mtu huyu kukosa mahitaji yake ya mwili ya kilishe, na hivyo kukosa lishe bora. Kama tunavyojua, katika matibabu ya saratani, lishe bora ni kitu muhimu sana ambacho kitamfanya mgonjwa wetu haweze kupata matibabu yake kwa wakati na kuwa vizuri. Hivyo, sisi kama wataalamu wa lishe kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, tunawakaribisha watu wote wenye matatizo na wasio matatizo kwa ajili ya kupata ushauri bora wa lishe. Kwani mtindo bora wa maisha ikiwemo lishe bora ni mtaji wa afya yetu. Asanteni sana, karibuni sana taasisi ya saratani Ocean Road. Imekuwa wimbo wa taifa. Historia ya ukoo, mapenzi wakiwa mdogo, bila kuweka hatarini. Nasema saratani, ila ukiwahi mama we, jamani saratani, ila ukiwahi mama we. Kwa kifupi, saratani ya ngozi ni saratani inayotokea kwenye ngozi, ama tunavyofahamu kwamba ngozi ndio kiungo kikubwa kwenye mwili. Basi mabadiliko yanapotokea kwenye seli zinazotengeneza ngozi, ambazo kiutaratibu ni kwamba seli hizo huwa zina namna ya kitaalamu tunasema kuwa controlled, maana kwamba kama seli ikifa, basi inapotengenezwa nyingine kuna utaratibu ambao unakuwepo. Sasa inapotokea kutokana na mabadiliko mbalimbali ambayo nitayasema, zile seli zinashindwa kuweza kufuata utaratibu wa mwili na kujikuta zinazaliana au zinaongezeka bila utaratibu. Matokeo yake sasa tunapata saratani ya ngozi. Saratani ya ngozi hii inaweza kusababishwa na vitu mbalimbali, ikiwemo mazingira tuliyoko, kwa mfano mwanga mkali wa jua. Tuna baadhi ya watu tunavyofahamu, kwa mfano wale wenye ulemavu wa ngozi, ngozi yao inakosa chembe chembe ambazo zinasaidia kuchuja ule mwanga na kuondoa sumu. Sasa kutokana na tatizo hilo linafanya seli za kwenye ngozi zinashindwa
control mwanga mkali ambao unaharibu zile seli na mwisho wa siku kubadilisha utaratibu wa seli, na matokeo yake seli zile zinajikuta zinazaliana bila utaratibu na kutengeneza saratani. Lakini vile vile kuna matatizo mengine ni ya vinasaba ambayo mtu anaweza kaarithi kutoka kwenye familia, ambayo nayo yanakuwa na vimeng'enya maalumu ambavyo vinasaidia kupunguza au kufyonza ile sumu na kuondoa mabadiliko ambayo yanaweza katokea kwenye seli za kwenye ngozi. Basi watu hawa wanapopata mwanga tunaita UV light, inachangia kuto kufanya vile vinasaba vinapopata mabadiliko kufanywa repair. Tunasema repair mechanism inakuwa imeondoka. Kwa mwisho wa siku seli zile zinakuwa zina tabia tofauti, zinatengeneza saratani. Vile vile kuna watu ambao kwa bahati mbaya inawezekana waliungua kipindi cha nyuma wakapata makovu ya muda mrefu. Eneo lile baadaye linaweza likatengeneza saratani. Lakini vile vile kuna mabadiliko ya kinga ya mwili. Kinga ya mwili inavyoshuka nayo inakuwa ni vihatarishi vile vile kwa mtu kuweza kupata saratani ya ngozi. Nini dalili zake? Saratani ya ngozi kama tulivyosema inatokea kwenye ngozi ya kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo eneo lile ambalo kumetokea mabadiliko unaweza kukawa na kivimbe. Kile kivimbe kinaweza kikao kinawasha, wakati mwingine kinaweza kisiwashe, lakini kikao kinaongezeka saizi yake kadiri siku zinavyoenda. Na baadaye kile kivimbe kinaweza kikapasuka na kutengeneza kidonda. Lakini saratani hii pale ilipoanzia inaweza katokea ikasambaa ikaenda sehemu nyingine. Basi inaposambaa kwenda sehemu nyingine, dalili nazo zitategemea na sehemu ambapo saratani imeenda. Kama itaenda kwenye mapafu, basi mfumo wa upumuaji utakuwa umeathirika. Kama itaenda kwenye mifupa, basi maumivu ya mifupa yatatokea, na matokeo yake vile vile inaweza kusababisha mifupa ile kuvunjika. Ikienda kwenye ubongo, ikienda kwenye ini, basi matatizo hayo yanayoendana na hiyo sehemu ambapo ugonjwa umeenda ndio yatajitokeza. Nini matibabu yake? Tunapenda kabisa kusema kwamba dalili za awali huwa zinatibika kabisa endapo mgonjwa atawahi pale ambapo ameshaanza kuona uvimbe asiouelewa. Ule uvimbe huwa unachukuliwa sample, unaenda unapimwa. Ikithibitika ni saratani, basi plani ya matibabu inaweza kuwa ni upasuaji, au inaweza kuwa tiba mionzi, au inaweza kuwa tiba kemia, kutokana na hatua ambao mgonjwa atakutwa nao. Basi kama ni upasuaji, anaweza kufanywa upasuaji, ule uvimbe ukatolewa moja kwa moja na tukajiridhisha kabisa kwamba hakuna chembe chembe zimebaki. Lakini uvimbe kama utakuwa ni mkubwa kiasi kwamba kuna chembe chembe zimebaki, basi kutakuwa na matibabu ya ziada yataongezwa kama vile mionzi. Lakini kama uvimbe huo utakuwa umesambaa, au kwa maana nyingine kwamba saratani hiyo imeenda sehemu nyingine, basi mgonjwa atahitaji matibabu ya tiba kemia, ambayo ni dawa atakazopewa ambazo zitazunguka mwili mzima na kwenda kutibu ile sehemu ambapo ugonjwa umeenda. Karibuni Ocean Road kwa wale ambao wana hizi dalili ambazo wameziona, au kama wako mbali na maeneo yetu ya Dar es Salaam, basi waende kwenye hospitali ambazo zina vifaa vya kutosha vya kuweza kuchunguza. Basi wakiweza kufanya uchunguzi wa mapema na kugundulika ni saratani, kiukweli hatua za mwanzo saratani ya ngozi inatibika. Hata saratani nyingine zote zikiwaiwa zinatibika. Uvutaji wa sigara na ulevi wa pombe, kutofanya mazoezi, usitula pitiliza, kutokula matunda, mboga za majani, ndoa mtulie, acheni kuchepuka. Historia ya ukoo, mapenzi wakiwa mdogo, bila kuweka hatarini. Nasema saratani, ila ukiwahi mama we, chomani saratani, ila ukiwahi mama we. Shujaa hoye! Shujaa hoye! Shujaa hoye! Haya, makofi kwake. Mkono mmoja Asante. Mimi ni Shujaa Saratani. Leo nimefanikiwa kumaliza mzunguko wangu wa 8 wa chemotherapy. Nilikuwa Babu wa Kitaa aliniinspire baada ya kuangalia pages zake, akanipa moyo, nikaanza kufanya kipimo kwa ajili ya kujua kama nina saratani au sina. Nilifanikiwa kupata majibu yangu na nikaanza matibabu, na yeye akawa ananipa moyo. Nashukuru Mungu
sikukata tamaa, nikaendelea, nikafanya kila kitu, operation na chemotherapy ikaendelea. Leo hii namaliza mzunguko wangu wa 8, nikamcheki babu wa kitaa, nikamwambia kwa shangwe kubwa, nikaambia tusherekee leo namaliza chemotherapy. Akasema sawa, lazima nitakuja hapo tugonge kengele yetu ya matumaini pamoja, na nimefanikiwa kufanya hivyo. Namshukuru Mungu sana na nawashukuru watu wote wa Ocean Road pamoja na huko nilikoanzia. Asanteni. Nachukua nafasi hii kumshukuru sana Mzite kwa kuwa alikuwa na moyo wa ujasiri. Pindi tu alipogundulika na saratani aliniambia, babu, nimegundulika na saratani lakini umekuwa ukinipa moyo. Kwa hiyo kuanzia session yake ya kwanza ya chemo alinicontact, aliniambia, nikampa moyo, na leo amemaliza session yake ya 8, anarudi mtaani kama shujaa sasa. Na sisi kutoka Babu Cancer Foundation, mimi nikiwa kama chairman, tumemletea certificate hapa, cheti cha kumpongeza kama shujaa. Kama unavyoona hapo limeandikwa jina lako. Unaweza kutusomea hapo? Babu Cancer Foundation. Anza juu kwanza hapo. Mzite Charles Rajabu, hongera sana, wewe ni shujaa. Kwa hiyo sisi kama Babu Cancer Foundation tukasema tumtambue Mzite kama shujaa kwa kumkabidhi hichi cheti, kwa kuwa ni mtu ambaye alikuwa anafuatilia progress ya matibabu yangu, akawa inspired pasipo kujua kwamba kuna siku itatokea na yeye atagundulika na saratani. Sasa basi alipogundulika na akaniambia, babu, nimepiga vipimo, nimekutwa na saratani, lakini kwa kuwa umeniinspire sana na umenipa sana moyo, mimi nakwenda kuanza matibabu. Kwa hiyo leo tuna celebrate, tunasherehekea kumaliza kwa session 8, mizunguko 8 ya chemotherapy kwa dada yangu hapa, shujaa mpya. Jamani, shujaa oye! Oye! Haya, makofi tena kwako, hongera sana. Baba, nikukabidhi cheti chako. Asante. Haya. Jamani, yoyote yule ambaye yuko huko mtaani, naomba tutumie fursa hii kuwapa elimu kidogo juu ya saratani, kwamba saratani ikigundulika mapema inatibika. Kama mnavyoona dada yetu hapa, tunashauri zaidi na zaidi watu wao na utaratibu wa kufanya uchunguzi juu ya afya zao, kwa sababu saratani ikigundulika mapema inatibika. Tunatembea na kauli mbiu yetu, marufuku kukata tamaa, only way up. Asanteni sana. Naitwa Rema Barunguza, mimi ni mkazi wa Tabata Magingeni. Nilikuwa naugua saratani toka 2019, nikakaa mpaka 2023 mwaka jana ikajirudia tena, lakini hapo miaka 2 niweza kusurvive vizuri na nikapata mpaka ujauzito nikajifungua, na hivi hapa nilipo na mtoto ana miaka 2.5. Umeona? Mwaka jana mwezi wa 12 mwishoni nikapata tena saratani ya titi upande wa pili ikajirudia, lakini sikukata tamaa, nikaweza kupambana, nikaja nikapata matibabu mpaka sasa hivi leo nimemaliza matibabu. Namshukuru Mungu. Nachoambia wengine waweze kupambana. Saratani inatibika, wasikate tamaa. Wapambane. Umeona? Wafanye check up, watumie dawa za saratani kama maelekezo ya madaktari wanavyosema. Umeona, wasikate tamaa, saratani inatibika. Licha ni dawa zenyewe zina changamoto, lakini upambane tu jinsi madaktari wanavyotoa maelekezo. Nashukuru Mungu, madaktari, manesi wote waliweza kunipambania. Hongera sana dada yangu, naona machozi yanataka kutoka, yani machozi ya furaha. Tumepata shujaa mwingine. Jamani, huu ni ushuhuda tosha kuaminisha watu kwamba saratani ikigundulika mapema inatibika, na ndio maana tumeendelea kusisitizia sana watu wao na utaratibu wa kufanya uchunguzi, ili ikigundulika umepata saratani basi hata matibabu yanakuwa mepesi, lakini pia hata ukiangalia kwenye upande wa gharama zinapungua. Saratani inatibika. Sio kama nalia kwa furaha kwamba nimeweza kusurvive, nimepambana. Kwa kweli mapambano, kuna changamoto kwenye tiba, lakini changamoto zipo za hapa na pale, lakini unapambana. Saratani inatibika. Kikubwa ni kufuata ushauri wa madaktari, sio huko manyumbani. Manyumbani kule kuna ushauri mwingi sana, lakini achana na manyumbani. Njoo hospitali, fuata ushauri wa madaktari, manesi. Umeona hali ni ngumu kifedha, kuna ustawi wa jamii iko pale. Unaenda ustawi wa jamii, utapata tu msaada wowote. Kwa hiyo saratani inatibika. Asanteni sana kwa wote ambao mmenisindikiza dada yetu Rehema. Kwa sasa tunamtambua kama shujaa. Shujaa oye! Oye!
Leo hii niko hapa kuwaonyesha mashine mpya kabisa, moja ya mashine chache za kisasa tulizonazo nchini, mashine ya Matrix Impact ambayo tumeifunga hivi karibuni. Hii mashine pamoja na mashine nyingine ambazo tulizonazo ina uwezo mkubwa sana uliowezeshwa kwa akili tarakilishi, inaitwa kwa Kiingereza artificial intelligence, ambayo ina uwezo wa kupima kiwango cha dozi ambacho mgonjwa anakipokea ili tupate matokeo mazuri katika kipimo. Lakini pia ni mashine ambayo inarekebisha makosa machache madogo madogo ambayo mtaalamu anaweza kuyafanya. Kwa mfano, hii tube inatakiwa kuwa katika nyuzi fulani ili iweze kupata matokeo mazuri, lakini kama itakuwa ile nyuzi imechenga kidogo, hata kama kwa nukta, haitaweza kuruhusu kutoa mionzi. Kwa hiyo inakusaidia kupunguza athari za mionzi ambazo mgonjwa anaweza kuzipata. Lakini pia mashine hii imeongeza uwezo wa sisi kutengeneza ubora wa zile picha tunazozipata kwa ajili ya uchunguzi wa magonjwa, na hivyo kufanya mazingira yetu ya kazi yawe mazingira salama kwa wagonjwa wetu, lakini pia hata kwa watumishi na jamii kwa ujumla ambayo inapata huduma katika taasisi yetu ya Ocean Road. Nawakaribisha Watanzania wote pamoja na watu kutoka sehemu mbalimbali kuweza kutumia huduma hizi ambazo serikali ya Tanzania imetuwezesha ili kuweza kuimarisha afya ya wananchi. Asante. Badiliko haja kubwa pia nayo ndogo, maumivu kwa muda mrefu na kupungua uzito, kupumua kwa shida, uvimbe wote mwilini ni baadhi ya dalili za ugonjwa wa saratani. Uchunguzi wa mapema wa saratani. Habari wa Tanzania, kwa jina naitwa Adeltus Liberatus, ni afisa mionzi tiba kutoka taasisi yetu pendwa ya Ocean Road. Kwa leo tunazungumzia kuhusiana na mashine yetu, ambayo hii mashine yetu ni ya kisasa kabisa, ambayo inatumia teknolojia ambayo ni ya hali ya juu sana katika kufanya matibabu yake ya mionzi kwa wagonjwa wetu ambao wanakuja kutembelea katika hii taasisi yetu. Mashine hii ni mashine ya kipekee kabisa ambayo ipo katika nchi yetu ya Tanzania, ambayo hutumia mionzi mnunulisho aina ya gamma na kutumia mionzi mingine ya kielektron kupeleka katika sehemu husika ya ugonjwa ambao unapatikana. Hivyo, kulingana na teknolojia yake, inamsababisha au inamfaidisha mgonjwa kupunguza athari mbalimbali ambazo zinaweza kutokea katika matibabu. Mashine yetu ya mionzi ina uwezo wa kutibu si saratani pekee, bali kuna magonjwa mengine ambayo yanatokana na mabadiliko ya mwili, mfano magonjwa ya ngozi, magonjwa ya sundosundo au kwa kitaalamu inaitwa keloid. Haya matibabu ni salama na ni ya uhakika, na wagonjwa wetu wanashukuru katika kupata hii huduma na wanakuja kutupongeza kwa sababu ya matokeo chanya ambao wengi wanapata. Matibabu ya mionzi ni salama na yanakuwa katika uangalizi wa matibabu ya kibingwa na mabingwa bobezi. Kwa hiyo tunawasihi muweze kufika kwa ajili ya kufanya uchunguzi na kutibiwa. Badiliko haja kubwa pia nayo ndogo, maumivu kwa muda mrefu na kupungua uzito, kupumua kwa shida, uvimbe wote mwilini ni baadhi ya dalili za ugonjwa wa saratani. Uchunguzi wa mapema wa saratani upo. We are here for training and radiotherapy. We are radiotherapists and we are about to start our own departments which have some similar equipment like this, so we came here for the training. I have a very good experience in Tanzania. I came seeking knowledge and I actually got a lot of it. I needed to learn a lot about radiotherapy, starting from simulation, external beam radiotherapy, brachytherapy, and this is the best place for me to learn it because they have all of this established structure and system in place for it. So I started my rotation with CT simulation, which I perfectly got everything that is needed. Then I came to the LINAC, which is the external beam radiation therapy. They have 2 units here, which is enough for me to learn everything I need. They use photon and electron therapy.
then I move on to the brachy. So it's a very nice experience, and I would really want to come back again and learn more. My training mostly is under radiotherapists, because radiotherapy is a multidisciplinary team. So what I'm here to learn mostly, I learn them from other radiotherapists that are here. I don't really have a lot to learn from the oncologists, because we came with our own oncologists, and they are also learning from the oncologists that are in the center. So I will like to talk about the radiotherapists, because they are my teachers. They are the ones that taught me everything I learned in the center, and I'm very grateful for them. My advice to others, if they want to learn everything about radiotherapy, be it simulation, lean, external beam therapy, brachytherapy, this is the best place for them to be, because this place has a long history of experience and structures that are in place, and they have a system that works. So if you want to learn how to start up, if you want to learn how to make things work in your own department, if you're new, or you are changing from one form of a machine to another, you need to come to this place to learn how they work, because their system works, and that's what we love about them. Their system works. We are hoping to be able to implement it when we go back. Kupona ni ngumu, inakuwa so rahisi. Tujenge tabia kuchunguza saratani mapema, ibainika pia utatibika mapema. Ndugu zangu wa Tanzania, yabidi tuwe na tabia kuchunguza saratani ikiwa bado mapema. Mtu kibainika, tiba itafanyika, utatibiwa mapema kabla hujaathirika, maana kila dakika wagonjwa na tutoka. Saratani imekuwa wimbo wa taifa. Leo tutazungumzia kuhusu mionzi ya ndani na tiba yetu ambayo tumeanza nayo ya 3D brachytherapy. Hii mionzi ya ndani ni huduma ambayo tunatoa kwa wagonjwa wa saratani mbalimbali, lakini kwa hapa taasisini kwetu tunatoa kwa ajili ya wagonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi. Mgonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi anapomaliza matibabu yake ya mionzi, kwa sababu imegawanyika katika sehemu mbili, kuna mionzi ya nje na mionzi ya ndani, ambapo atakapomaliza mionzi ya nje ambayo anakuwa anapata kwa siku 20 mpaka siku 25, anakuja kuendelea kupata matibabu ya mionzi ya ndani. Kwa sasa tuna teknolojia mpya ambayo tumeanza nayo kwa kutibu hawa wagonjwa mionzi ya ndani ambayo inaitwa 3D brachytherapy. Hii 3D brachytherapy ni tiba ambayo inatumika katika kutibu wagonjwa mionzi ya ndani kwa kutumia image ama CT scan, kwamba mgonjwa anapofika hapa kwetu kuna maandalizi ambayo anakuwa anapewa, anakutana na watu wa usingizi, anakutana na daktari, anapewa elimu kuhusu matibabu yake, lakini baada ya hapo anaendelea na matibabu. Sasa yale matibabu yanakuwa kwa kutumia, tunasema ni image guided, kwamba tunatumia CT scan kwa kuonyesha vile viungo vyote ambavyo ugonjwa unaonekana kwa eneo husika, lakini pia zile viungo ambavyo vipo karibu na ugonjwa vinakuwa vinaonekana. Kwa hiyo daktari anakuwa yupo katika urahisi wa kutoa matibabu bila kuathiri vile viungo vingine. Lakini kwa sasa tangu tumeanza hii tiba tumewatibu wagonjwa zaidi ya 100 ambayo kwa maendeleo yao ni mazuri kabisa bila shida yoyote. Na pia umuhimu wa hii 3D ni kwamba kuna mambo matatu ambayo tunayazingatia sana. Kwanza ni kumaliza ugonjwa, lakini pia kusaidia ugonjwa usiweze kurudi, lakini tatu tunarefusha maisha ya kina mama wale ambao wamepata hii athari, kwamba ugonjwa unakuwa umeisha, kwa hiyo wanarudi katika maisha yao kama kawaida na maisha yanaendelea tu vizuri. Lakini pia tumeongeza quality of life, kwa maana ubora wa maisha yao, kwamba kwenye mionzi kunakuwa na changamoto mbalimbali, lakini zile changamoto zinakuwa zimeondolewa kwa sababu hii tiba inakuwa ni sahihi kabisa. Matarajio yetu kwa huko baadaye ni kwamba tuweze kufanya 3D kwa wagonjwa wengine wenye saratani zingine, kwa mfano saratani ya matiti, saratani za ngozi, pamoja na saratani za shingo na kichwa.
Hayo ndo matarajio yetu kwa siku za usoni. Asanteni sana. Imekuwa wimbo wa taifa. Historia ya ukoo, mapenzi wakiwa mdogo, bila kuweka hatarini, nasema saratani. Nyuma yangu ni timu ya Interventional Radiology ambayo tumekuwa na camp ya siku 2 ambayo imeanza leo, na tayari tumeshatoa mgonjwa wa pili, tumemwekea chemoport ambayo itamsaidia kuweka tiba kemia yake, yani chemotherapy au dawa zake za drip kwa vizuri bila kuchomwa tena kwa kutumia cannula. Kwa sasa hivi tunachokifanya, sayansi na teknolojia imeenda juu. Badala ya kutumia cannula, sasa hivi tunatumia iko kifaa kinaitwa chemoport kwa ajili ya wagonjwa wote ambao wanapata dawa za mishipa. Na chemoport zamani watu walikuwa wakienda kuwekewa India au South Africa, lakini sasa hivi tunaweka hapa nyumbani. Karibuni sana. Jamani saratani, ila ukiwahi mama we, wapendwa wengi tumeshawazika kwa sababu ya ugonjwa saratani, wamebakiwa jana wengine mayatima kwa sababu ya ugonjwa saratani, familia nyingi zimebaki. Kwanza kabisa tiba kemia ni nini? Ni tiba kwa ajili ya wagonjwa wa saratani ambapo inahusisha uchanganyaji wa dawa, ikimaanisha dawa kuu yani dawa mama na mchanganyo wa dawa nyingine ambayo ni dawa ya drip. Nikisema dawa kuu namaanisha dawa ya aina hii. Pia nikisema dawa ya mchanganyo wa drip ni dawa ya aina hii. Hivyo basi katika mchanganyo huo lazima tuwe na taarifa za mgonjwa. Taarifa za mgonjwa ni muhimu sana katika uchanganyaji wa dawa ambapo zinarekodiwa katika karatasi ndogo kama hii ambapo itabandikwa kwenye chupa ya dawa ambayo mgonjwa ataenda kupewa. Sisi kama Ocean Road tunawahudumia wagonjwa wengi sana katika tiba kemia. Tunahudumia kwa siku zaidi ya wagonjwa 100. Katika taasisi yetu ya saratani Ocean Road, uchanganyaji wa dawa au utoaji wa tiba kemia unatolewa kitaalamu na wataalamu wa madawa ambao ni sisi wa famasia. Dawa hizi za saratani tunachanganya wenyewe kama wataalamu, na sisi ni wabobezi wa miaka mingi wa uchanganyaji wa dawa hizi za saratani, yani tiba kemia. Na katika uchanganyaji wetu wa dawa ni wa kitaalamu, kutumia mashine ya kitaalamu tofauti na sehemu nyingine. Hivyo baada ya kuchanganya hii dawa moja kwa moja anaenda kukabidhiwa muuguzi huyo, naye ataipokea, ataihakiki, ataangalia dozi, atasoma jina la mgonjwa, ataangalia ni dawa yenyewe, ndipo baadaye ataweza kumpa mgonjwa huyo kwa ajili ya kuanza matibabu yake ya saratani yake. Na kwa kufanya hivyo basi tunaaminika na wengi na tunawahudumia wagonjwa wengi sana, zaidi ya 100 kwa siku. Tunaishukuru sana serikali kupitia management ya taasisi ya Ocean Road. Tulikuwa tuna mashine moja ambayo tulikuwa tunaitumia kwa muda mrefu, lakini kwa sasa tuna mashine ya pili ambayo tunayo inafanya kazi kwa ufanisi, kwa sababu hizi dawa zina madhara kwa mtoa huduma. Kwa hiyo tunapaswa kujilinda, na kwa kutambua hilo tumepata mashine ya kisasa ambayo inaweza kumlinda mtoa huduma na ataweza kutoa tiba hii kwa usahihi ambao unatakiwa. Na kwa tiba hii kemia ambayo tunaitoa hapa ni ya ufanisi wa hali ya juu. Tunawakaribisha wote ambao kwa wote ambao tupo Tanzania na nje ya Tanzania, kwa sababu tuna wateja pia tunahudumia wako nje ya Tanzania na wanapata tiba kemia hii. Hivyo niwakaribishe wote. Kilemo means teamwork. Jamani saratani, ila ukiwahi mama we, wapendwa wengi tumeshawazika kwa sababu ya ugonjwa saratani, wamebakiwa jana. Hapa tupo katika maabara ya patholojia ya taasisi ya saratani ya Ocean Road. Maabara hii inahusika na kufanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali za vivimbe vya mwili ili kuweza kubaini hali ya ugonjwa kama ni saratani au sio saratani.
Kwa siku ya leo tumepokea sampuli kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa ya Lindi Sokoine, ambao ni uvimbe wa yai la upande wa kushoto wa mtu mzima mwanamke. Uvimbe huu umeletwa kwetu kwa ajili ya uchunguzi zaidi, lakini cha ajabu tu ni kwamba uvimbe huu yai hili limeongezeka ukubwa kuzidi kiasi ambacho ni cha yai la kawaida. Hivyo tumeletewa hapa kwa ajili ya kubaini kama uvimbe ni saratani au sio saratani. Na kuletwa kwa sampuli hii kunatokana na ushirikiano mzuri kati yetu na hospitali za rufaa za mikoa, hasa wakati tunapofanya huduma za uchunguzi mkoba. Hivyo basi na sisi wananchi wote waweze kwenda katika vituo vya afya kuweza kufanya uchunguzi mapema na kubaini hali zao. Uvimbe huu mgonjwa amekuwa nao kwa takriban miaka 10 na umeletwa kwetu ukiwa na uzito wa kilo 10.8, na kwa kawaida uvimbe huu ni mdogo kuzidi yai la kuku. Hivyo basi wananchi wote tufike katika vituo vya afya kuweza kufanya uchunguzi, na vile vile unaweza ukafika moja kwa moja katika taasisi ya saratani Ocean Road kuweza kufanya uchunguzi wa magonjwa yote yanayoashiria au yanayohisiwa kuwa na viashiria vya saratani. Asante. Ila ukiwahi mama we, wapendwa wengi tumeshawazika kwa sababu ya ugonjwa saratani. Wamebakiwa jana wengine mayatima kwa sababu ya ugonjwa saratani. Familia nyingi zimebaki maskini kwa sababu ya ugonjwa saratani. Asanteni taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa huduma nzuri na elimu kwa jamii kwa namna mnavyopambana na saratani. Kishirikiana na Naitwa Steven Samson Mkoloma, ni Senior Radiography Scientist, na leo ninawaletea utambulisho wa mashine yetu mpya kabisa ya CT scan Somatom Go Open. Mashine hii ni moja ya teknolojia mpya ambazo tunazo nchini na imetupa faida kubwa sana toka tumeifunga, maana kuna wagonjwa wengi ambao tulikuwa tunashindwa kuhudumia hapa, tumeweza kuhudumia mahali hapa kwa sababu mashine hii inatupa faida nyingi. Kwanza, uwezo wake wa kuchukua picha ni uwezo mkubwa sana, inatupa picha ambazo ni bora, nzuri, ambazo unaweza ukaona matatizo hata kama ni kwa kiwango yako, kwa kiwango kidogo cha awali kabisa unaweza ukadetect kwa kutumia mashine hii. Lakini pia mashine hii ina uwezo mkubwa sana wa kasi ya uchukuaji wa picha zake. Tunapata kumhudumia mgonjwa kwa muda mfupi. Kwa maana hiyo pia mgonjwa anapokea mionzi michache sana. Kwa hiyo imetuwezesha kuweza kutusaidia kuwapunguzia kiwango cha dozi ambacho mgonjwa anakipokea katika kila scan tunayoifanya. Lakini kama nilivyoeleza pia awali kwamba kwa kufungwa kwa mashine hii imetuwezesha kuweza kuongeza uwezo wa kuhudumia wagonjwa wetu na kupunguza idadi ya rufaa ambazo tunazitoa kwenda hospitali nyingine kwa ajili ya huduma za CT scan. Tumeweza kufanya vipimo kwa mfano vya mishipa ya damu, tunaita angiography, tunaweza kuvifanya sasa hivi hapa, lakini mashine hii pia inaweza ikafanya huduma za interventional radiology, tunavifanya hapa. Wagonjwa wanapata faida hiyo na wanakwenda kupata huduma za matibabu kwa haraka. Lakini faida nyingine ya mashine hii, ina software maalum ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kupunguza dozi. Inapima mgonjwa akilala hapa, inaweza ikapima kwa kutumia akili atilifu, yani artificial intelligence, ina uwezo wa kupima dozi ambayo mgonjwa anahitaji kwa kutumia urefu wake na uzito wake wa mwili, ambayo inatupa kitu kinaitwa body mass index. Inaitumia hiyo kupima uwezo wa mwili mzima utakapofanya kwa kile sehemu ambayo itafanyiwa uchunguzi, inapima kiwango cha dozi ya kiasi gani. Lakini pia ina uwezo wa kubadilisha dozi kulingana na ukubwa wa eneo ambalo wakati huo mionzi inafikia. Na kwa sababu hii inatusaidia sana kuwalinda wagonjwa wetu kutokana na athari nyingine za mionzi ambazo wanaweza wakazipata kwa kutumia mashine ambayo sio ya kisasa kama hii. Na kwa sababu hiyo tunayo kila sababu ya kuishukuru serikali yetu ya Tanzania chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan na Wizara ya Afya pamoja na mkurugenzi wetu Julius Mweselage
kwa kuwezesha kupata mashine nzuri kama hii, na tunapata faida kubwa ya kuwasaidia wagonjwa wetu. Na hivyo ni wahamasishe Watanzania pamoja na nchi za jirani kuweza kufika kwenye taasisi yetu ya Ocean Road kwa huduma za CT scan pamoja na huduma nyingine za kimatibabu, ili tuweze kukusaidia kuchunguza kwa mapema, upone. Saratani inawezekana kutibika na tukaishi pasipo saratani. Karibuni sana. Ukiwahi mama we, wapendwa wengi tumeshawazika kwa sababu ya ugonjwa saratani. Wamebakiwa jana ingine mayatima kwa sababu ya ugonjwa saratani. Familia nyingi zimebaki maskini kwa sababu ya ugonjwa saratani. Asanteni taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa huduma nzuri na elimu kwa jamii, kwa namna mnavyopambana na saratani. Kishirikiana na vyombo vya habari, kwa pamoja tutaidhibiti saratani.